Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea simulizi ya kusikitisha lakini pia ya kusisimua kuhusu mvutano mkubwa uliotokea katika familia moja huko Makitao, eneo bunge la Mwatate, baada ya kifo cha mpendwa wao Mchungaji Edward Maganga. Hiyo kitu inakuwa na uchungu, hata mimi nasikia uchungu. Kwa sababu kifo chake kimezua maswali mengi, hali ya sintofahamu, na kimeingia mahakamani. Karibu andamane nasi hadi tamati ya simulizi hii. Baada ya madai kwamba Mchungaji Edward Maganga alifariki kwa njia ya kutamausha, mvutano mkubwa ulianza kushuhudiwa kati ya mke wa marehemu, mama yake marehemu na familia nzima huko Makitao, mahali alikozaliwa na kulelewa. Kwa sababu sisi familia tulisema mwili tunaenda kuzika Makitao. Kwa nini watu wa mochari wachukue mwili iende kuzikwa wakati mama mwenyewe ndiye alizaa huyu kijana ananyimwa mwili wa mtoto wake? Alafu mwenye ameoa ni kama huyu mama ameoa huyu kijana wetu. Kama ni hivyo watulipe mahari. Kwa sababu wao wamechukua mwili wetu, sisi hatukuwa tunataka, ni yeye ameoa, basi alipe mahari. Mwili wa mchungaji ulihifadhiwa katika mochari ya hospitali ya rufaa ya Moi, huku familia ikianza maandalizi ya mazishi yaliyopangwa kufanyika nyumbani kwao Makitao, majirani, jamaa na marafiki wakifurika kwa mamake marehemu ili kumpa faraja katika kipindi hiki kigumu. Japo tuko hapa watu wa Mangeni, tutajitahidi, tutafuatilia ili tuweze kujua mwanzo na mwisho wa hili jambo litaenda vipi. Maana matarajio yetu, kwa sababu huyu ni kijana amezaliwa Makitao, wazazi wake wako hapa, mzazi kama huyo kulia hii miezi 9 ya kubeba mtoto miezi 9, sijui kwa nini ilinganishwe na kuoa. Kwa hiyo tunaomba sisi tunaposimama hapa kama Wamangeni, tunaomba na tunataka huo mwili utolewe ili nasi tuje tumzike. Baada ya wiki moja ya mipango ya kina, familia ilielekea katika mochari ya Moi Voi tarehe 16 Aprili mwaka 2025 kwa lengo la kuchukua mwili wa mpendwa wao kwa ajili ya maziko, lakini walipofika walipigwa na butwaa. Akaniambia, mama napata pesa kwa tukapika Makitao. Anaambia tu Makitao, kimeni kapeleka jana, nikarudi hapa tena. Kamwambia mama ndio tuzungumze. Nasema mama nikwambia nimeambiwa na mtumishi nini sina kufika Makitao. Sina kwambia na wame usisema atumeonga mkono. Sasa nikwaje? Sasa hiyo simu nitakwenda kuchimba nikiwa mimi mwenyewe au namna akakata simu. Yaani nikaenda kwa sababu ndio kama nikabisha. Akifu mtenda muziki. Walielezwa kwamba mwili wa mchungaji tayari ulikuwa umechukuliwa na kuzikwa na mke wa marehemu katika eneo la Vindo bila taarifa yoyote kwa mamake marehemu wala familia yote ya Makitao. Sisi tumejiandaa, watu wametoka Makitao, wamefika mapema saa 10 asubuhi, walikuwa pale Moi mochari kwa ajili ya kutoa mwili. Sasa tulipokuwa pale kwa muda usioeleweka hivi, tukapata tetesi kwamba mwili umeshatoka, na katika hali ya kukimbilia kwenda kuona, tukapata ni kweli mwili umechukuliwa, umepelekwa pale mahali kunaitwa Vindo na wamezika bila idhini ya familia. We had all the two parties, upande wa bwana na upande wa bibi. So waliochukua mwili na kupeleka pale ni upande wa bibi. Now tumekuja kotini tupate exhumation letter ya kwenda kufukua mwili. Tunataka tuseme kwamba sisi kama jamii ya Makitao kilichofanyika hatuja kifurahia, maana huyu baba yeye ndiye aliyeoa, lakini kilichofanyika ni kwamba ni kama yeye ameolewa. Hasa tunachotaka ni haki ifanyike. Hali hiyo iliibua sintofahamu na mshtuko mkubwa.
Tayari kaburi lilikuwa limetayarishwa kule Maktau na kila kitu kilikuwa kimepangwa kwa mazishi yaliyokuwa yafanyike siku hiyo hiyo ya Jumatano tarehe 16 Aprili. Sisi kama familia tunalenga kitu kimoja, marehemu tupatio, tumrudishe nyumbani mahali amezaliwa, lakini kumwambia kwamba hana watu kwao, hiyo ni ripoti inatoka kwa huyo mama, ati huyo hana. Kwani amemzaa huyo bwana, alimzaa huyo, ana kwao, ana baba na mama na familia yake, wamrudishe nyumbani, watuombe huu mwili wetu waturudishe nyumbani. Na jambo lingine, kama linawezekana, kuanzia sasa mali serikali inajua mambo ya akaunti yafungwe, tuketi chini, mambo ya akaunti, ile mali amechuma kutoka na mkono wa kiume kwa ndugu yangu na yeye, tuketi chini. Si ajabu anaweza kufanya hivi watoto wote waangamie. Ana watoto 8. Mama amezaa watoto 7 kwa huyu mama, na tuna wetu yule mkubwa tumemlea sisi, ni mtoto wetu. Kutokana na hali hiyo, familia ya marehemu sasa inadaiwa kuwasilisha kesi mahakamani ili serikali iingilie kati, wakitaka mwili wa mchungaji ufukuliwe na kuzikwa upya nyumbani kwao Maktau kama ilivyokuwa mapenzi ya familia. Tumekuja kwa koti hapa, serikali iweze kutusaidia. Tueleze kwa kifupi. Waliomzika ni watu wa kanisa la Deliverance pamoja na huyo mke wake. Ndio wamemzika, tena wakamzika kimadharau, wakamfukia mbio, wakakimbia. Mke wake anaitwa Pasisi Wasai Maganga. Na kumekuwa na mvutano, pengine kulikuwa kuna mvutano, waliambiwa tupatane kwanza ndio tutoe mwili, lakini wakaenda wakaungana huko mochari, mwili wakautoa kisirisiri. Sisi tuko pale, mwili tasikia mwili ushapelekwa huko unazika, kufika washazika na wamekimbia. Wakati maombolezi yakiendelea, familia, marafiki na majirani wanaendelea kujiuliza maswali mazito. Ni kwa nini haya yote yalifanyika kwa siri? Kulikuwa na sababu gani? Na je, sheria itaruhusu mwili kufukuliwa na kuhamishwa? Ule mwili uko pale, umeenda ukazikwa, na tuko na tetesi kwamba mali amezikwa, hilo shamba si la kina bibi. Huu ni mvutano wa kipekee, na sisi kama kawaida tutaendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea hadi tukupashe taarifa kamili. Usisahau kusubscribe ili usikose maendeleo ya simulizi hii. Mpaka wakati mwingine, kwaheri na Mungu akubariki.